Kwa shamani. Bwana bariki sana. Elimu hapa ipo. Turudi kwa zipo. Basi tutatualika katibu atafika. Kama sijamkaribisha mchungaji nisema kwanza kuwashukuru sana. Kama sema mama mtabu leo una miaka 3 na siku moja ya leo. Mbona mimi nimesimama kuwashukuru. Pastor mtabu na uzoefu wa mchungaji mmoja tu. Sasa je, ila mnaosepo huko nyuma ulikuwa mtaa wa Kibamba. Kwa hiyo baada ya mifumo tuliyoiweka ndio kwa pia ndani tena anakuambia tena mbele mtazamo. Kwa kuboresha. Na tamani ndio shauku yangu kila siku. Kama mchungaji anayekuja afanye makubwa kuliko anayeondoka. Amen. Ndio kazi inayoendelea. Kama aliyekuja afanye madogo mtaa unakufa. Kwa hiyo lazima kuombea pasa anayekuja yale yaliyomshinda pasa mjema. Pasa anayekuja hayawezi. Yale yaliyokuwa magumu kwangu kapate yawe rahisi. Makubwa yatendeke kwenye mtaa wa Luguruni katika eneo la mchungaji pia. Makubwa kabisa. Mpaka dunia ije kuangalia kwa ambayo Mungu ametenda. Kazi ya Mungu inaendelea kwa kukua. Anayekuja amzidi aliyekuwepo hapo mwanzo. Sasa mtaa ulipoanza mwaka 2023 kuna mambo ambayo Mungu ameniruhusu kuyaona yakitokea. Sio kusema kwamba kuna mtu atapeleka kitu hapo. Anayefanya ni nani? Hiyo lugha ya kujikweza Mungu atishie baina sisi. Mungu ametenda mambo yafuatayo. Kuna wakati tunaanza mwaka 2023 mtaa ulikuwa na washiriki 793 jumla. Leo tunapokabidhi kitabu kwa mchungaji mtaa una washiriki wa kitabuni 973. Jumla tumekuwa na ongezeko la wanaohama wanaotoka waliobatizwa bali kutoka idadi yao. Jumla ongezeko washiriki walio kitabuni walioongezeka kwa maondoleo waliohama ili waongezeke wachungaji elfu wachungaji. Hivi hapa kwa wachungaji hapa ndio unajua Mungu. Ongezeka washiriki 180. Bwana pewe sifa. Katika wale wafuatao Luguruni 2023 walikuwa washiriki 552 wa kitabuni na leo hii Luguruni wako 646. Jumla ya washiriki waliongezeka 94. Sababuzi hapo kidogo kuna kesi nzuri. Walianza 146. Sasa hawa walizaa. Kwa hiyo badala ya kuongezeka wakafanya nini? Simeelewa. Wakazaa kanisa la Eden. Kwa hiyo sasa hivi wako 123. Lakini yani walipungua wengi watu tena wameongezeka kwa sababu sasa hivi ina washiriki 57. Nilimua tulianza na washiriki 65, sasa hivi wako 79, wameongezeka 14. Shikamano tulianza na 30. Shikamano ilipangwa siku 20 tu baada ya mtaa kwanza. Wakazaliwa shikamano kwa washiriki 30, sasa hivi wako 69. Kwa hiyo wameongezeka washiriki 39. Edeni ilianza na washiriki 25. Sasa sisi kupanga Edeni ilikuwa kwa tunaomba Mungu kwanza kuhesabu. Huwa wanatakiwa wangapi? 25. Walipotimia 25 wakawa wameisha na hakuongezeka huko. Lakini wakaanza. Sasa hivi wako 57. Wameongezeka 32. Sasa jumla ya watu waliobatizwa katika muda wote wa miaka mitatu, jumla katika mtaa wetu kwa miaka mitatu makanisa matano sasa wamebatizwa watu 233. Bwana apewe sifa. Kuna sababu kwa mambo ambayo Mungu aliruhusu kiona kitokea. Tangu ulipoanza Edeni haikuwepo kabisa. Sasa naomba Edeni msimame. Edeni naomba msimame. Wote Edeni msimame. Ambao mchungaji pasa hilo ndio kanisa changa. Naomba msimame hivyo. Hawa tangu ulipoanza hawakuwepo. Walizaliwa katikati ya safari na
Sasa alafu walikuwa wala hawana eneo. Wanataka huko kuna kwa tumefanya familia ya pembeni. Ama pembeni pa? Ama pembeni huko? Hayupo. Hapa kwa salamu zetu za upendo na shukrani. Pale nyumbani pale tulipewa hifadhi ya kukaa kwa ile ibada. Kama tumame, simameni. Msioke rafiki yangu. Sasa tukapata kiwanja tukakilipia. Hivi ndio hawa wamelipia milioni 30. Kuna kiwanja tumelipa zote na tumeanza ujenzi. Shauku yangu mzee wa kanisa kiongozi hapa. Kama kuna wimbo ambao unatakiwa uimbwe kwa chorus kubwa ni ile hii kwa ajili kwenye eneo la mziki. Nami kwa nitamani niwepo ila Mungu hajaruhusu. Lakini Bwana alije kuanzisha kazi yake ya kukamilisha. Bwana atawajilia na atawapandisha toka huko ile nchi aliyoiandaa kwa ajili yenu. Kwa hiyo tunabidi itaanza kwenye kanisa hili la eneo letu muda si mrefu. Naomba mketi. Hawa nao wana ujenzi basi. Kama unaangalia kwenye ile group yetu ya makanisa nimeposti majengo leo tunafanya kanisa ambalo ni jengo. Kuna jengo la kanisa la Eden. Jana nilifungua sababu ile. Ndio Mungu mshikamano na watu semeni mshikamano. Ya mzee kiongozi ni hapa mzee. Sasa hawa nao ili kanisa liseme kuwa ni wanachuo walikuwa wanakajenga kwa fupi. Wakaamua kulivuta kwa imani. Sasa walijenga kubwa refu. Ile kanisa ile linatosha na kubaki. Kwa hiyo endeleeni kuliboresha na kulinawilisha. Nimefanya kazi kubwa na Mungu awatunze maana kazi ni kubwa. Kanisa hili wanafunzi wengi bila wanatumikia Mungu. Na bado wako kwenye ujenzi mkubwa wala sio mdogo. Wana ofisi kubwa. Hata ukitaka ufanye baraza la mtaa unafanyia tu hapo ushauri. Bwana awabariki sana. Naomba mketi. Nilimua naomba sana. Hawa nao ndio watu ambao wamefanya maajabu. Kwa sababu unaanza walikuwa wanadumu kwenye jengo kashoka hivi, sababu walikuwa hapo. Lakini wakaamua kujilipua. Wameanza ujenzi mababe. Wote wao kwenye mtandao nimerusha. Wanajenga kanisa kubwa, wameweka floor, wakapiga jambi, wamesababisha nguzo 26 ambazo zikifunga kwenye hizo tukiweka paa tunachoma ndani, nyingine inaendelea safari. Kwa hiyo wana kazi kubwa, kuna ujenzi kubwa utaona basa katika kanisa la Bilimua. Bwana aliyeanza kazi hiyo akaikamilisha. Bwana bariki sana kwa kazi hiyo na shukrani ndio ufanya. Naomba mketi. Naomba sabuzi simame. Sasa hawa historia yao ni aina yake. Tutaona hasa walikuwa wanapata walikuwa kiwanja. Walikuwa wanadumu kwenye banda la kulishia ng'ombe. Uongo kweli. Hapo tena sio la kwao. Baada ya sio la kwao. Hapa ndio tunapoingia kwa Mungu na ndio tunaanza kuomba Mungu isianguke. Kwa kweli alipotoka papa mondoka. Baadaye Mungu alifungua miujiza, nishakusaidia pastor. Wakapata milioni 100 kutoka junior kitu ambacho kwa kipo. Mungu alitenda. Wakanunua eneo kipya. Na walipokuwa wana hasira, wamejenga kwa hasira. Sasa hivi wana kanisa zuri. Na bado hiyo ni ofisi ya yayo ya kufurahisha. Hao ndio sababu kanisa ambalo wanakudu mahali kwa leo ilikuwa nao na wana ujenzi kubwa wa kanisa kubwa. Maeneo yale kwa watu wa baba kama maeneo wao wanasali mjini. Siku ile ilisha watu wa mjini watahamia huko. Naomba peti Mungu abariki sana kwa kazi wanaofanya. Naomba watu wa grupu simame. Sasa hapa napo muujiza kubwa imefanyika. Hili jengo wakati kuna Mungu amepata fursa ya kuona Zebeda yuko hapa. Wakati mwaka 23 alikuja kwa mwenyekiti wa conference wakati huo. Akasema mtu anaweza akapiga sarakasi kuanzia huko.
Akakuja akatokea wapi? Hata maisha alikuwa yako wazi tu. Hata yule anakusanya pesa akakuta kukuru. Akatokea huko. Leo tuko kwenye feni. Haleluya. Amen. Na taa za rangi. Hizi taa ni za rangi rangi. Kulikuwa kuna flow, kulikuwa kuna gypsum. Leo kanisa linapendeza. Mungu barikiwe. Ndipo umefika kanisa zuri la watoto. Mama hapo nimeona yakitokea. Sikufanya bila Mungu amegusa milioni kutokea. Hilo kanisa hapo zuri. Na hizo kule limekuwa ilikuwa msingi, jiwe la msingi na mwenyekiti wa Filipi. Sasa ndio anakuja hapa kaweka. Kwa hiyo kazi kwa ilifanyika. Rai yangu moto huo uendelee. Makanisa yakiwa kazini hakuna maziungu, kuna umbea, ni kazi kwa kwenda mbele. Ulibarikiwa kwa moto huo. Tamani na naamini sasa hivi huko kuna ghorofa napanda. Si bali tutakutoa pale chini, tutakuwa tunakula hewa ya juu. Haleluya. Ya kuna ghorofa inajengwa huko nadhani kasi refu. Ofisi ya mchungaji itakuwa ghorofani. Huko tunajenga canopy, huko tunajenga ghorofa na hili jengo litawekwa wakfu muda si mrefu. Hiyo ndio sehemu baba kanisa la Lugulu liwekwe wakfu ndani ya muda si mrefu na mimi Mungu hilo kanitimiza. Kwa hiyo naomba wote tuunganishe nguvu kuisongesha mbele kazi ya Bwana. Naomba tuketi na Mungu awabariki sana. Zangu alisema hayo ni mengi lakini na muda wetu kuelezea. Mimi ninapohama hapa naenda mtaa wa Visiga. Visiga huko Kibaha. Wala mnaojua Kibaha na mtaa unaitwa Visiga ndipo ninaamishiwa. Kule alipo mchungaji James Machage ambaye amestaafu. Ndio mtumishi wa Mungu katika ngazi mbalimbali. Sasa mstaafu ndio mtaa ambao nimehamishiwa na nadhani hata nilikuwa nina vikao hapo tunapanga jinsi ya kumwaga mzee mwenzangu ambaye alikuwa hapo. Kwa hiyo ninakuwa mtaa wa Visiga ambao Kibaha. Karibuni mtaa wa Visiga. Wale kusema hayo sasa tena shukuru Mungu aliyenipa fursa ya kuhudumia. Moyo wangu umepatana na hili maendeleo ya Burundi yako ndani ya moyo wangu kama taa. Kila jema na nikazie upendo. Ina alama za upendo wenu ambazo hazifutiki. Bwana awatendee mema. Sasa kwetu anakuja tu sasa analeta kwenu mchungaji George Audat Baraka. Mchungaji Baraka kuja kutokea mtaa wa Mikocheni katika jiji la Dar es Salaam. Kuja mtaa wa Lugulu na kupasa kwa heshima sasa nikukaribisha. Karibu hapo ili tuweze kufanya utambulisho rasmi. Baada hapo basi tutakuwa tunastaki kuwaita watu utamu wa kupokea mchungaji. Mchungaji George Baraka wakati kuna mchungaji wako ambao mmemwona pasta mchungaji huwa hakuficha, unafahamika na unaonekana. Sasa mchungaji George Audat Baraka iko hapa na familia. Na sasa tunataka kwa heshima ni waalike waje hapa karibu. Ninapotambulisha tunawaona mubashara kama mchungaji karibu. Familia ya mchungaji karibuni hapa nilipo. Karibuni hapa nilipo ili tuweze kuwapokea rasmi. Amen. 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 Hallelujah. Oh, amen. Hallelujah. Oh, amen. Hallelujah. Asante Yesu kwa familia yako. Tupokee mkono basi. Hallelujah.
we're so happy. Moyo wangu unafurahi sana kwa sasa unatoka kijiji cha Mtahua Bururi. Kwa furaha na heshima kubwa na sapata usalimie afanye kutambulisha kidogo. Bado nataka kuongea nini kuhusu wewe. Hapa tuambie tu watu na hapo sikia. Hivi yupi pana hivi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina Bwana litukuzwe. Amen. Ya kama nimekamilisha Jojo Dax Baraka ni mke wangu. Naitwa Gaudestia Michael. Na nimebarikiwa kuwa na vijana wanne nyumbani. Amen. Kuna first born ambaye yuko hapa anaitwa Tracy. Yuko Caps. Blessings. Naye amekuja jana kutoka Caps. Tarudi shule. Wanakaa huko. Lakini naye binti wa tatu. Haleluya. Yaani haleluya ni jina lake. Na kijana wa nne ni Oli. Huyu ambaye ameshikwa na dada yake. Ambaye ameshika anaitwa Love. Love ni binti wa pili wa kaka yetu. Anaitwa Love Baraka. Yeye anafanya masomo yake ya uwasibu pale IFM. Alikuja jana kwa ajili ya kuendelea kutupa watoto nyumbani. Na mke wake ni mwasikia kwa taaluma. Lakini naye Joseph ni mtoto wa dada yangu na yuko kidato cha kwanza. Ni form 2, sorry. Familia ina maajabu yake. Wafupi lakini umekubaliwa na Bwana pia. Basi tosha kusema hivyo kwa ufupi, kama mchungaji kuna neno kabla Mchungaji, sauti yako tu. Karibu mama. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Karibuni. Ndio karibu basi Bwana tutangulie sote tupate kufanya kazi yake na tujalie kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Amina. Karibuni nyumbani kwetu, tunaishi majumba 6. Kama unaenda Kisarawe. Sasa nisotoshe familia na masafuri mkipasa. Baada ya leo napokusema sema. Jamani tuwapungie familia ya mchungaji. Pastor, hebu mwingine anajia na mpangilio fulani. Msikia praise, msikia haleluya. Hebu sema kidogo. Yakoje? Wapaza nani? Kwanza ni praise. Praise. Wa pili blessings. Blessings. Watatu haleluya. Haleluya. Wanne Oli. Watano